Sakata linalomhusisha star wa muziki wa Nigeria David Adeleke, tunamfahamu zaidi kama Davido, limeibuka upya mitandaoni na kuzua mjadala mpana baada ya mwanamke aitwaye Ayo Labinjo kudai yeye na binti yake wamekuwa wakipitia mateso ya kisaikolojia kwa miaka mingi kutokana na madai kwamba msanii huyo ndiye baba wa mtoto wake. Mjadala huo ulichochewa zaidi na kauli ya Davido aliyoiandika mtandaoni kupitia ukurasa wake wa X akidai kuwa baada ya kufanyiwa vipimo vya DNA mara 5, madai hayo hayana ukweli na kumtaka mama wa mtoto huyo waende kumtafuta baba yao halisi. Davido ameandika kuwa amefanya DNA testi mara 5 katika hospitali 5 tofauti, ambapo yeye alichagua takriban hospitali 3 na mama wa binti huyo akachagua hospitali 2, ambapo katika vipimo vya DNA kwenye hospitali hizo zote 5 majibu yalifanana na Davido hakuwa baba wa binti huyo. Sasa kupitia ujumbe mrefu aliochapisha Ayo kwenye ukurasa wake wa Insta, amekana vikali kuitwa baby mama au mwanamke wa mtaani, akisisitiza kuwa yeye ni mama anayelinda afya ya akili ya mtoto wake. Kwa mujibu wa Ayo, binti yake amekuwa akikumbana na manyanyaso makubwa shuleni, hali iliyomfanya kulia kwa siku kadhaa, kuzimia mara kwa mara na hata kufikia hatua ya kuhitaji msaada wa wataalamu wa afya ya akili. Ayo anasema madai ya kejeli mitandaoni yameacha majeraha makubwa ya kisaikolojia kwa mtoto wake, licha ya kuwa ni mwenye akili nyingi na kipaji kikubwa katika teknolojia. Ayo anadai kuwa licha ya Davido kukana kuwa na uhusiano naye, anaongeza kuwa madai ya msanii huyo kwamba hajawahi kukutana naye yanapingana na historia ya vipimo hivyo. Katika tuhuma nzito zaidi, Ayo anamtuhumu baba yake Davido ambaye anaitwa Dr. Deji Adeleke kuhusika katika mchakato wa awali wa kipimo cha DNA mwaka 2014, akidai damu ya mtoto ilichukuliwa lakini baadaye kutupwa, huku matokeo yasiyo ya kweli yakitolewa. Anasema tukio hilo lilichangia zaidi kuumiza afya ya akili ya binti yake na kuwapotosha wananchi kuhusu ukweli wa vipimo vilivyofanyika. Katika madai mapya yanayozua taharuki, Ayo anasema Davido aliwasiliana moja kwa moja na binti yake kwa ujumbe aliouelezea kuwa wa vitisho na matusi, akitishia kumfunga yeye kama mama na kumdhalilisha mtoto huyo kwa maneno makali. Kutokana na hali hiyo, Ayo ametangaza nia ya kuhusisha serikali ya Marekani kupitia idara yake ya nchi, yani US State Department, ili kuratibu kipimo huru cha uwazi kinachosimamiwa na mamlaka za kimataifa. Anasisitiza kuwa binti yake hapiganii mali, umaarufu wala jina la kifahari, bali anachotafuta ni utambulisho wake tu. Sakata hili limeibua mjadala mkali mitandaoni, ambapo baadhi ya watu wanamtetea Davido wakisema amekuwa wazi kuhusu watoto wake na kwamba vipimo vya DNA tayari vilishathibitisha madai hayo hayana msingi wowote. Hata hivyo, kundi jingine la watumiaji wa mitandao ya kijamii limelaani vikali lugha kali na madai ya unyanyasaji dhidi ya mtoto, likisisitiza kuwa haki na afya ya akili ya mtoto inapaswa kulindwa bila kujali mgongano uliopo kati ya watu wazima. Unadhani sasa tatizo liko wapi? Kwa sababu si mara ya kwanza kwa mastaa mbalimbali kuibuliwa katika kashfa kama hizi na madai kadhaa kuhusiana na aidha watu wakiibuka na kusema kwamba wao ni ndugu wa staa fulani ama wao wana watoto na staa fulani. Ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, unadhani tatizo liko wapi? Kwa mastaa wetu labda wakipita huko na kule, inakuwa shughuli, ama ni hawa ndugu zetu wanataka kitita?